Karibuni sana KingoFarm. Sasa leo bwana, rahisi kabisa na kwa ufupi kabisa nataka nikupatie faida 5 ambazo tunazipata sisi KingoFarm kwa kutumia tiba za asili. Sisi hapa shambani tumekuwa tukitumia tiba za asili kwa asilimia zaidi ya 90 kwa kuku wetu. Mfano hapa unaona tupo hapa tumeandaa hii hapa. Huu mchanganyo huu hapa. Huu ni mchanganyo wa asili huu hapa ambao nitakuelekeza namna ambavyo unaandaliwa kama hivi. Tumechukua hii hapa tangawizi. Unajua sio kwamba KingoFarm tunaongea tu hivi vitu, hatufanyi kwamba tunawashawishi watu wafanye, lakini sisi hatufanyi. Sisi KingoFarm tunafuga, lakini pia tunatumia hizi tiba za asili. Hii hapa ni tangawizi. Najua hii tangawizi wengi mnaijua, lakini humu kuna hivi hapa vitunguu saumu. Hivi hapa vitunguu saumu tunavitumia. Ukiangalia hapa kwa mfano hapa tumetoka kutumia haya hapa majani ya mbaazi. Haya majani ya mbaazi tuliwawekea hawa kuku jana, lakini pia tuna vitu kama hivi hapa. Hii hapa huu hapa ni mwalovela, huwa tunautumia mwarobaini. Kwa kiujumla KingoFarm tunatumia vizuri sana hizi tiba, tunazielewa vizuri sana. Kwa kitu ambacho ninakueleza hapa ni kitu ambacho nakueleza kutokana na uzoefu wa hapa shambani, na sio kwamba tumesoma sehemu mtandaoni au tumeona mtu akielezea na makala fulani. Hapana, ni kitu ambacho sisi pia tunakifanya, na hizi faida ni faida ambazo sisi kama KingoFarm tunazipata. Faida ya kwanza kabisa ambayo tunaipata hapa KingoFarm, kwanza ni gharama. Tumepunguza gharama kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu madawa haya hizi tiba za viwandani zinauzwa gharama sana. Kama mnavyojua ni kwa ajili ya biashara, kwamba zinatengenezwa kiwandani. Kiwanda na chenyewe kinahitaji kipate faida, lakini pia yule ambaye anauza na sambaza anataka apate faida dukani pia, na yeye anataka apate faida, mpaka zinakufikia wewe ni gharama kubwa sana. Mfano mzuri nina hii hapa. Hii hapa ni Oxchick. Hii ni Oxchick, inauzwa 7,500, lakini ukiamua wewe kuitengeneza ni Oxchick, sidhani kama gharama zake utatumia hata zaidi ya shilingi 1,000 mchanganyo. Maana yake utatumia gharama ndogo sana. Utanunua tu tangawizi, vitunguu saumu, utatafuta labda majani ya aloe vera yale pale. Kwa hiyo ni gharama ndogo sana. Kwa hiyo tuna save sana gharama. Lakini pia hiyo ni faida ya kwanza. Faida ya pili, hizi tiba za asili hizi hapa huwa zinakuaga sijui niiteje kwa Kiingereza, tunaweza tukasema ni multifunction. Zinafanya kazi nyingi sana. Yaani unaweza kuwa unatibia ugonjwa fulani, lakini pia ikawa inakinga na magonjwa mengine. Mfano mzuri, ngoja nikuelekeze. Mfano majani ya aloe vera au mwarobaini. Unaweza ukachukua mwarobaini ukawa unatibia labda miharo kwa kuku wako wanahara damu, hiyo coccidiosis, mharo ule wa damu, ukawa unawatibia. At the same time, muda huo unatibia ule mharo, lakini pia majani hayo ya mwarobaini ni kinga ya magonjwa yanayoambukizwa na magonjwa yanayosambaa. Haya magonjwa ya virusi kama vile mdondo, kideli, inamaanisha kideli, gumboro, ndui, ni kinga. Kwa hiyo unaona utapata hiyo faida. Ni ngumu sana kupata hichi kitu kwenye hizi tiba za viwandani. Tiba za viwandani kama hiyo ni dawa inayozuia kuku kuhara, basi itazuia tu kuku kuhara na haitafanya kazi nyingine. Kwa hiyo unaweza ukajikuta una orodha ya tiba za asili chache sana ambazo unazitumia mara kwa mara shambani kwako, lakini zinafanya kazi kubwa sana na kufanya kuku wako wawe imara zaidi. Hiyo ni faida nyingine kwenye hiyo ambayo ninasema kwamba zinafanya kazi nyingi. Tiba za asili nyingi ni booster. Umeona mfano hapa
kuna majani ya mpapai. Majani ya mpapai kwanza ni tiba ya kama kuku wanahara damu, lakini pia ni booster, inawaboost kuku wanakuwa haraka. Umeona? Haya matangawizi na yenyewe ni mabooster. Umeona? Tangawizi pia inatibu minyoo. Umeona? Kwa hiyo ni hivyo, hicho kitu kinaleta faida kubwa sana. Hiyo faida ya pili. Faida ya tatu ambayo tunaipata, ngoja niende nikakuonyesha vifaranga wakiwa wadogo kabisa. Tunawalea vifaranga mpaka wanakuwa wakubwa, huku na kuelezea hii faida ya tatu. Faida ya tatu bwana, kuna utofauti mkubwa sana kati ya mfugaji ambaye anatumia tiba za asili na anayetumia tiba za viwandani. Niamini mimi, wanakuja hapa wale wanaonunua, wale ambao wanaenda kuwachinja kuku, kuwafanyia biashara, wanaona utofauti wa kuku ambao wanawanunua shambani kwetu hapa na kuku ambao wananunua mahara pengine, kutokana na sisi kwamba tunatumia tiba za asili. Wanakuwa ni kuku bora sana. Nakumbuka kuna hizi siku za karibuni hapa nyuma, tumewahi kutafutwa KingoFarm, mtu anataka tumuelekeze namna ya kutumia tiba za asili, kwa sababu wamepata soko ambalo wao wanataka kutumia hizi tiba za asili tu. Yani wao wanataka wauziwe kuku ambao wamefugwa kwa kutumia tiba za asili. Kwa hiyo unaweza ukapata faida kama hiyo hapo. Hiyo ni faida ya tatu. Lakini faida ya nne ambayo tunaipata hapa, tiba za asili tunasema kwamba hazinaga sumu. Mfano mzuri, hizi ningekuwa na dawa moja ya kiwandani ningewaonyesha. Huaga zinaandikwa kabisa withdrawal period, yani manake muda wa kutumia. Kwa mfano umempa kuku ile dawa na unataka umchinje au ule yai ambalo ametaga, wanaandikaga pale kabisa inatakiwa utumie mayai siku 3 baada ya kutumia ile dawa. Manake anapokuwa anatumia ile tiba, inatakiwa wewe usiwe kabisa unatumia mayai yale, au hata usimchinje kwa ajili ya kumla nyama, kutokana na ile tiba anayoitumia. Lakini huku kwenye tiba za asili ni tofauti. Tiba za asili ni virutubisho pia kwa binadamu. Kwa hiyo anatumia huku, kama anataga basi mayai yake utaendelea kuyatumia. Kwa hiyo ni faida mojawapo ambayo tunaipata. Kwa hiyo kwa mfano kama unafuga layers, unakuwa unatumia hizi tiba, mayai yake unaendelea kufanyeje? Kuyauza, na yanakuwa hayana madhara yoyote yale. Kwa hiyo ni faida ambayo nzuri kabisa tunaipata hapa, na wewe pia ukiwa unatumia hizi tiba za asili utaipata vizuri kabisa. Umeona? Faida ya mwisho kabisa, binafsi tumepunguza vifo kwa 1% kubwa sana baada ya kuanza kutumia tiba za asili, kwa sababu zinafanya kazi vizuri. Kwa hiyo tumepunguza vifo kwa 1% kubwa sana. Kitu ambacho mimi tu naweza nikakushauri ni kwamba unaweza ukajiunga na kundi letu. Umeona hivi tumeleta vifaranga hawa wadogo hawa. Hawa vifaranga ni wa siku moja. Tunaelekeza kwenye grupu la WhatsApp. Tumewapokeje hawa vifaranga, tunawapa tiba gani za asili, wanaendeleeje, tunawaandaeje mpaka wanakuwa wakubwa kabisa kama wa kuwaingiza sokoni. Kwa hiyo utajifunza vizuri sana tena kwa kupitia WhatsApp. Sio darasa ambalo linakuhitaji sijui wewe ufunge safari uende sehemu fulani, uende kwenye ukumbi fulani wailishe shughuli zako nyingine. Ni WhatsApp tu. Hata tukirekodi darasa, ukiingia muda wowote ule ambao wewe umetulia, unakutana na darasa ambalo limepita. Lakini pia mle ukiwa na swali lolote unataka uulize, basi unapiga tu simu, jamani kuku wangu siwaelewi hapo hivi, tunakuwa ushauri kwamba hapo fanya 1, 2, 3. Lakini sambamba na hivyo
tunavyo vitabu ambavyo vinatoa elimu ya ufugaji, uleaji wa vifaranga. Kuna kitabu kwa mfano cha ufugaji wa broiler, kinaelekeza kabisa namna ambavyo unaweza kuwafuga hawa broiler. Lakini ufugaji wa kuku chotara kinakuelekeza namna ambavyo utawafuga kuku chotara. Ufugaji wa kuku wa kienyeji kinakuelekeza namna ambavyo utawafuga kuku wa kienyeji. Tuna kitabu ambacho kinakuelekeza jinsi ya kutengeneza tiba mbalimbali. Umeona haya majani ya mwembe, haya ni tiba nzuri kabisa, tumeieleza kwenye hicho kitabu cha tiba za asili, jinsi ya kutengeneza tiba ya kideli, jinsi ya kutengeneza tiba ya mafua, tumeelekeza vizuri sana. Lakini pia kuna kitabu cha mwongozo maalum wa namna ya kutumia hizi tiba za asili. Hicho ni kitabu kingine, na chenyewe kimekuelekeza hatua kwa hatua namna ambavyo unaweza kukuza vifaranga wako kwa kutumia tiba za asili tu, sio za dukani, tiba za asili tu, kama ambavyo sisi hapa shambani tunafanya. Vitabu vyetu, kitabu kimoja ni shilingi 10,000 na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Kwa hiyo tupigie, wasiliane na sisi ili uweze kupata hiyo huduma ya vitabu, au kuungwa na kundi, au kama unataka vyote kujiunga na kundi kupata na vitabu, wewe tupigie namba yetu ya simu ambayo unaiona hapo. Asanteni kwa kunisikiliza na kwa helini, karibuni sana KingoFarm. Kama hujasubscribe, subscribe. Hapa tunafundisha kila siku inayoenda kwa Mungu, hutoki bure, utapata elimu ya ufugaji.